فحفظ الأمن أيها الأحبة من أمور الخير والبر. kuhifadhi amani ndugu zangu ni katika mambo ya khairi na katika mambo ya wema. Walbir min almasalih almuhimma fi alhayat, na wema ni katika maslahi muhimu katika maisha. Fala budda min at-taawun fihi, inatakiwa tusaidiane kwenye kuilinda amani. Wat-taawun ala tahqiqihi bisaddi udwan almujrimin fi albilad, tunatakiwa tusaidiane sisi kwa sisi wananchi, lakini tusaidiane na vyombo vya usalama juu ya kuweza kuwaondoa watu ambao ni mujrimini, watu waovu ambao wanaweza kusababisha machafuko. Lazima tusaidiane na vyombo vya usalama, vile vitengo ambavyo vimewekwa kwamba ni vitengo vya kulinda amani, ni vyombo vya kulinda amani, ni lazima sisi tusaidiane navyo kwa lengo la kulinda amani ya nchi yetu. Lazima kuna mujrim, kuna muovu huko tunamjua akajificha sehemu fulani, tunaenda kwenye vyombo vya usalama na kuwapa taarifa kwamba mujrim fulani, muharibifu fulani yuko sehemu fulani kajificha, au mtu fulani anazungumza maneno ya kuvunja amani. Ukiwa utafanya hivyo, ayuha al-akhi al-habib, ayuha al-akhi al-muslim, ya shabab al-muslim, ya shabab al-muslimin, enyi vijana wa Kiislamu, enyi wa Tanzania kwa ujumla, itakapokuwa mtu umelifanya hivyo la kuwaonyesha watu ambao wanafanya uvunjifu amani au wanaendelea kuleta njia za kuivunja amani, ukawafikishia vyombo vya usalama wakawakamata, biidhnillahi azza wa jalla, nataraji utakuwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa na thawabu nyingi mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya huu wema ambao umeufanya wa kuwaokoa watu wengi kwa sababu ya mtu mmoja au watu wachache ambao wanataka kuharibu amani ya nchi zetu. Lakini idha lam yataawani an-nas ma'a shurta wa jamii jihad al-amniya, ikiwa watu sisi raia hatujasaidiana na maaskari, kama hatujasaidiana na vyombo vya kulinda amani, tukaanza kuvituhumu vyombo vya amani kama sayati maana insha Allah, tukawa hatujasaidiana nao, tukawaona wahalifu tukakaa kimya, tukawaona watu wanataka kuvunja amani tukakaa kimya, hatusemi, tutasema kwamba hii ni kazi ya maaskari, sisi haituhusu. La shaka hii ni sababu miongoni mwa sababu za kuivunja amani ya nchi yetu. Kama hatujafanya hivyo, tutaivunja amani ya nchi yetu. Swala la kulinda amani ni swala letu wananchi, na ni swala pia la vile vyombo ambavyo vimewekwa na serikali kwa lengo la kuilinda amani. Kwa hiyo tusaidiane nao ili tuweze kulinda amani ya nchi yetu Tanzania, tusaidiane nao kwa lengo la kulinda amani ya sehemu yoyote ambayo tutakuwa tunaishi. At-tariqatu ar-rabi'a, njia ya 4 ya kulinda amani, maarifatu qadri al-amni wa 'idham sha'nihi, kujua ukubwa wa amani, kujua umuhimu wa amani ni miongoni mwa sababu za kuilinda amani. Na tujue kwamba anna al-amna afdalu min at-ta'ami wash-sharab, amani ni bora kuliko chakula, ni bora kuliko kinywaji, amani ni bora kuliko mambo yote, kwa sababu amani ndiyo ambayo itasababisha upate chakula, amani uwepo wako itasababisha upate maji salama, amani kwa sababu yake itakusababisha usafiri vizuri, amani kwa sababu yake itasababisha maendeleo ya aina mbalimbali yapatikane. Hiyo ni amani. Amani, sote tuko hapa, tuna familia zetu, tumetoka tulikotoka, wengine tumetoka Vingunguti, wengine wametoka Mbagala, wengine wametoka Mwananyamala, Magomeni, wametoka Msasani, wametoka maeneo mbalimbali, Kigamboni, Kigogo, Mburahati, tumetoka maeneo mbalimbali, tumekusanyika hapa masjid. Wote mpaka sasa hivi kila mmoja ana amani kwamba familia yake huko imesalimika, hamna matatizo yoyote. Yani kila mmoja hapa tulipo, kila mmoja ana amani
na ana imani kwamba familia yake iko salama, kila mmoja. Na wale ambao tuna ndugu zetu wako vijijini huko, wako mikoani, tuna yakini 100% kwamba mama zetu na baba zetu na ndugu zetu na marafiki zetu ambao wako vijijini na mikoani kwamba wana amani. Na sote tuna yakini na tuna imani kabisa moja kwa moja kwamba ndugu zetu ambao wako safarini, wanaelekea Tanga, wanaelekea Morogoro, Dodoma, wanaelekea Mwanza, Shinyanga, Kagera, Mtwara, Iringa, Mbeya, wote ambao wanasafiri, sote tuna yakini na tunajua kwamba wako ndani ya amani katika mabasi yao na katika usafiri wao. Sawa sawa, mtu anasafiri usafiri wa pamoja au usafiri wa binafsi, yuko peke yake, sote tunajua kwamba wana amani. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba nchi yetu ina amani na ina utulivu. Kinachosababisha hivyo, naona hayo yote ambayo nimeyataja hayo ya kwamba wako salama, hakuna jambo baya ambalo limewapata, ni kwa sababu tunaishi katika nini? Tunaishi katika amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake. Aliposema kwamba aminan fi sirbihi, ina maana pana shekhi. Hii sirbihi ina maana pana. Aminan fi sirbihi, ana amani nyumbani kwake, ana amani sehemu yake ya kufanyia kazi, ana amani sehemu yake ya katika barabara yake kutembea, ana amani katika kila sehemu. Muafan fi jasadi, ana afya katika mwili wake. Indahu qutu yaumi, ana chakula cha siku moja tu, yani chakula cha leo peke yake, kesho hujui kama utapata kingine. Yani kama vile unavyoona kibarua, wale vibarua kiamka asubuhi wanakaa kijiweni, anakaa kijiweni pale, anasubiri mtu apite pale kijiweni aseme, bwana nataka ukajenge, nataka ukapige plasta. Lakini anatoka nyumbani, hamwachii mke wake hata shilingi 100. Anamwambia mke wangu, naenda kupambana hapo, ukipata mchongo tu nakutumia. Akishafika pale, akishaupata ule mchongo, anamwambia yule aliyemwambia kanipigie plasta au kanilimie, nataka chimba shimo la choo au kadha na kadha, anamwambia kwamba hebu nipatie shilingi 10,000 au nipatie 15. Akishampatia, anakimbia moja kwa moja, anampa mke wake, afu anarudi pale, anaenda kufanya kazi. Mtu wa sampuli hiyo ambaye ana chakula cha siku ya leo, hana chakula cha siku ya kesho, hajui kesho nakula nini, mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha leo, cha kesho hajui. Fakaannama hizat lahu madha ad-dunya, kana kwamba huyo amepewa dunia nzima, maadamu anaishi katika nini? Katika amani. Huu ni kuonyesha umuhimu wa amani kwamba ni mkubwa. Wanakuja wanasiasa wanatudanganya, ndugu zangu, wanatuambia kwamba ukiwa na njaa huna amani. Si kweli, si kweli. Uwe na chakula, kombora linaruka, kombora linarushwa, linaanguka pale. Uwe na kinywaji, unakunywa maji, unaona risasi linapita kwenye dirisha, hiyo ni amani, mashaka wangu. Wanasiasa tusiwaamini kamwe. Katika watu ambao haifai kuwaamini ni wanasiasa. Mwanasiasa ana uwezo wa kujifanya anakupigania wewe, kumbe yeye analipigania tumbo lake. Wanasiasa hawajali kufa watu 1000 kwa lengo ya maslahi yao wao wenyewe, hawajali. Ninyi mmeona masala ya Gaza, Palestina, mmeona watu wanaokufa Palestina, watu wanakufa miaka mingi. Kuna kundi linaitwa Hamas kwamba linawatetea wa Palestina, lakini kumbe wale wanaitwa ni badalali wa siasa. Hamasi ni badalali wa siasa, wanawauza wa Palestina, wanawauza wananchi wa Palestina kama vile wanauza wadudu.
kama vile wanauza wadudu. Mashaka wangu watukufu, wanapata pesa kupitia wananchi. Hapa nyuma kidogo niwakumbushie, Al-Mamlaka Al-Arabia Saudia harasaha Allah, nchi ya Saudi Arabia, ilikaa mkataba, ilikaa mazungumzo na hawa Mayahudi hawa wa Israeli, ikakaa nao nyuma kidogo, ilikaa nao kwamba tukae tuzungumze. Kwa nini? Kwa sababu Saudi Arabia inaona kwamba mazungumzo ndiyo solution na ndiyo suluhisho la kila kitu. Watu wa Gaza hawawezi kuipata nchi yao kwa ukamilifu mpaka yapatikane mazungumzo. Wakazungumza mpaka wakawa wamefikia kwamba wakubaliane. Miongoni mwa masharti ambayo yalikuwa ni makubwa ilikuwa ni kwamba Saudi Arabia haioni kwamba Israeli ni nchi. Inaona kwamba Israeli, hakuna kitu kinaitwa Israeli, yani hakuna kitu kinaitwa nchi ambayo inaitwa Israeli. Na wao pia Israeli hawaoni kwamba kuna kitu kinaitwa nchi ya Palestina. Sisi tumeelewana vizuri mashaka wangu. Sasa wao wa Israeli wakasema kwamba tunawapa sharti nyinyi kwamba muitambue Israeli kama ni nchi, na wao wa Saudia wakamwambia na sisi tunawapa sharti mtambue kwamba Palestina ni nchi ambao makao makuu yake ni Gaza. Sisi tunaona vizuri hapo, yani Palestina ni nchi ambao makao makuu yake ni nini? Ni Gaza, ambao Gaza wao wa Israeli wanaitaka. Lakini wa Saudia wakasema sisi tunasema kwamba nyinyi lazima mlazimike kusema kwamba Palestina ni nchi ambao makao makuu ni Gaza. Wale wakakubali, wakasema sawa, tuko tayari. Ikawa imebakia kama vile wiki moja au masiku kadhaa ili waweke saini ya makubaliano kwamba sasa Palestina ni nchi kamili na Israeli ni nchi, watu waishi kwa amani. Mashaka wangu watukufu, mashaka wangu, mlifurahia jambo ambalo nyuma yake lina madhara makubwa. Ikatokea jambo ambalo wao Hamas waliita ni at-tufan, wakavunja, wakaanza kuwashambulia Waisraeli. Watu walifurahi, lakini sisi tulivyoona tukasema kwamba jamani, hivi inakuwaje hii? Maana makubaliano yanakaribia, watu wanakaribia kuweka saini tu basi vita iishe. Hawa mbona wanawapiga wale? Kumbe wale Hamasi ni wafanya biashara kupitia wananchi wao wa nini? Wa Palestina. Wananchi wanauawa, wao wana matumbo. Waangalie wale Hamasi, wale wana vitambi vikubwa Sheikh. Vitambi wako wapi? Katari. Wametulizana Katari. Na hiyo ndio sababu na ndio tatizo la watu ambao wanajiita wanaharakati. Sayati maana insha Allah tabaraka wa taala. Hauwezi kuwakuta wanafanya siasa wakiwa ndani ya nchi. Watakuhimizeni fanyeni maandamano, lakini wao hawapo. Hawaoni. Wao utaingia utavunjwa miguu, lakini wao hawapo, wanaangalia kwa simu zao au wameweka television pale anatazama. Kwa hiyo ile tufani walipokuwa sasa wamewamwagia makombora wale, na wale Israeli wana makombora kuliko makombora ya nani? Ya Hamas. Wale wakajibu, mmeyaona yale ambayo mnayashuhudia, vifusi ambao mnaviona katika miji ya Gaza, katika ardhi ya Palestina mnaona. Sababu ni nini? Ni hawa wanaojiita wanaharakati. Msije mkawaamini wanasiasa katika swala la kulinda amani. Mwanasiasa atazungumzia amani kwa sababu yuko upande wake, lakini ikitokea kwamba akakosa maslahi miongoni mwa maslahi yake, ataanza kuzungumza maneno ambayo yanasababisha uvunjifu wa amani. Watu ambao wana thika ya kuweza kuitetea amani ni Waislamu na ni mashekhe ambao huwa hata kama shekha anaumizwa, lakini utamkuta bado analingania amani. Na hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi wa Tanzania tuilinganie amani
bila kujali kwamba unaumia kiasi gani. Hayo maumivu machache ambayo unayapata ya kukosa chakula, ya kukosa baadhi ya mambo, hayo ni mambo ambayo ni juziyati, ni mambo madogo madogo. Hebu bakia na amani, uyatafute yale uliyoyakosa ukiwa ndani ya nini? Ukiwa ndani ya amani. Na ufafanuzi wa jambo hili utakuja biidhnillah azza wa jalla. Kwa hiyo amani ni jambo ambalo ni muhimu, lazima tujue ukubwa wa amani. Na Mtume hapa sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba hata kama tuna njaa, hata kama kuna mambo mengi tunayakosa katika maisha yetu, hata kama itatokea familia yako wataumwa, utakosa hela ya kwenda hospitali, baki na amani. Baki na amani, yatafute yale unayoyakosa ukiwa ndani ya nini? Ukiwa ndani ya amani. Kwa hiyo idha alimna qadra al-amni wa 'idhama sha'nihi, tutakapokuwa tumejua ukubwa wa amani na nafasi ya amani, izdada at-tam'u fihi wal hirs alayhi, hapo tutazidisha kule kuwa na tamaa ya kubaki na amani, kupupia kuwa na amani, wama ila dhalik. At-tariqatu al-khamisa, njia ya tano ya kuilinda amani, taqdimu al-amni ala al-huquq. Taqdimu al-amni ala al-huquq, kuitanguliza amani juu ya haki yako. Amani itangulie juu ya haki ambayo umeikosa. Kuna haki ambayo unatakiwa uipate kutoka kwa watawala wako au katika nchi yako, kuna haki lazima uipate, lakini unaikosa. Mshahara ni mdogo, kuna upendeleo katika serikali, kuna watu wamependelewa, wengine hawajapendelewa, kuna mambo ambayo yanakosekana mengi mno, kuna vitu chungu mzima ambavyo havipatikani, ambavyo unahisi lau kama ingekuwa kadha na kadha ungevipata. Usivunje amani, bidai hivyo vitu, vitafute hivyo vitu hali ya kuwa uko ndani ya nini? Hali ya kuwa uko ndani ya amani. Na sisi maashara almuslimin, sisi waislamu tunasema kwamba idha ta'arada al-amn wal huquq, ikiwa amani imegongana na haki, ima amani iwepo haki ikosekane, au haki iwepo amani iondoke, kuddima al-amn, amani inatangulizwa. Ta'arada al-amn wal huquq, amani imegongana na haki. Ukipata haki yako amani itaondoka, na amani ikibakia haki yako inafanyaje? Inakosekana. Bora amani ibakie, haki ikosekane. Lianna maslahatahu, kwa sababu maslahi ya kubakia amani a'zam min ghairihi, ni bora kuliko vitu vingine. Falmaslahatu al-a'la muqaddamatun ala adnaha, maslahi ya juu yanatangulizwa juu ya yale yaliyokuwa chini yake. Amani maslahi yake ni makubwa kuliko ile haki yako ambayo umeikosa kwenye nchi yako. Kwa hiyo ile haki unayoikosa, kwamba labda unalipwa mshahara mdogo, kwamba labda kuna kadha na kadha, kwamba labda TRA wanafungua, kwamba labda si watu gani si wanafanyaje, kwamba labda imepitishwa barabara, nyumba yako imefanyaje, imepitiliwa barabara, hujapewa fidia. Kubaki katika amani ni bora kuliko kupata ile haki, kwamba ile haki ukiipata amani itafanyaje? Itaondoka. Bora ibaki amani, haki yako iondoke, kuliko kubaki haki lakini amani ikafanyaje? Ikaondoka. Amani ikiondoka, hiyo haki lazima itaondoka, kwa sababu amani ikiwepo, hiyo haki unaweza ukaipata. Kwa mfano mathalan, ikatokea dhulma kwa mtawala, mtawala anatupiga ovyo ovyo, wanakuja maaskari wanatuvamia msikitini, wanatupiga, wanatudhalilisha, wanatufanyia mambo mbalimbali ambayo hayafai. Madha naf'al, tufanye nini? Tuvunje amani? La,
ile amani iliyobakia kidogo, yajibu alaina an nasbira, inabidi tusubiri tuibakishe ile amani iliyobakia kidogo. Wa adamul khuruj alayhi, tusifanye kila namna ya kuweza kuondoka katika utiifu wa mtawala wetu. Watamasuki bisami wa ta'a lis-sultan, na ni lazima tushikamane na kusikia na kutii kwa yule mtawala ambaye anatutawala. Hayo ni maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyur rahma ar-rahmatul muhda sallallahu alaihi wasallam, alipoelezea alaihi salatu wasalam kuhusiana na mtu ambaye anapigwa na maskari, anapigwa na watawala, anasumbuliwa. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, kama tutateswa na utawala wetu tufanyeje? Mtume akasema, isma' lah wa ati', wasikilize watawala wako na uwatii. Huyo mtawala msikilize na umtii. Wa in daraba dhahraka wa akhadha madha wa akhadha malaka, hata kama huyo mtawala atakupiga mgongo wako na atachukua mali yako. Mtawala akupige achukue mali yako, isma' lahu wa ati'. Usiingie pale ukaingia mabarabarani ukasema, jamani, mimi nimechukuliwa mali yangu, mimi nimepigwa na kadha na kadha, ukaanza kutafuta huruma kwa watu. Alhadi nabawi sallallahu alayhi wasallam, mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwako wewe ni asabru, ni kufanya subira kwa yale maudhi ambayo yanakupata kutoka kwa mtawala wako. Haifai kufanya jambo ambalo linatoka nje ya as-sam'u wa ta'a. Usifanye vitendo ambavyo vinatoka katika kusikia na kutii watawala. Ukafanya maandamano. Sisi Waislamu hatuna maandamano. Kwenye nidhamu ya Uislamu hamna kitu kinaitwa maandamano. Kwenye nidhamu ya Uislamu kuna kuwasikiliza watawala na kuwatii. Mtawala akisema tufuge nguruwe, hatufugi kwa sababu ni kumwasi Allah. Akisema tunywe pombe, hatunywi. Akisema tufanye miamala ya riba, hatufanyi. Akisema tuzini, hatufanyi zinaa. Lakini tukisimama hapa mimbari, hatutomsema vibaya mtawala. Tutazungumza kwamba zina ni haram bila kumsema mtawala. Tutasema nguruwe ni haram bila kumsema mtawala. Tutasema kula riba ni haram bila kumsema mtawala. Tutasema riba ni haram wa ma ila dhalika ni haram bila kumsema mtawala. Na tutakuwa ni wenye kumwombea dua kama itakavyokuja insha Allah tabaraka wa taala. Hatutomsema kwamba jamani, mtawala wetu amefanya kadha na kadha na hivi na hivi, hatukubali, tunaenda kuandamana. La, sio mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio mwongozo wake alayhi salatu wasalam. Yale ambayo yanamwasi Allah hatuyafanyi, lakini hatutowachochea watu kuwa wawe dhidi na utawala wao. Haifai kuwachochea watu wawe dhidi na utawala wao, haifai, la yajuz. Hii imekatazwa kabisa, haifai. Kwa sisi tutanasihiana kama kawaida. Leo hii kwa mfano, katika tamaduni za kawaida katika nchi yetu ya Tanzania, yani tuko Waislamu na wapo makafiri, alisa kadhaliku? Naam. Nguruwe katika nchi yetu sio haramu, lakini kwa sisi Waislamu nguruwe ni haramu. Tunasimama kwenye mimbari tunasema nguruwe ni haramu. Pombe katika nchi yetu sio haramu, lakini sisi Waislamu tunasimama tunasema pombe ni haramu. Riba katika nchi yetu sio haramu, lakini sisi Waislamu tunasimama tunasema kwamba riba ni haramu. Zina, mambo ya faragha kati ya mwanamume na mwanamke katika nchi yetu sio haramu, alisa kadhalika? Naam, sio haramu, lakini sisi Waislamu tunasema kwamba zina ni haramu. Hatuwezi kusimama siku moja tukaanza kuwachochea Waislamu na kuwahadhiri Waislamu wawe dhidi ya utawala wao, kwamba Waislamu wailazimishe Tanzania iseme kwamba zina ni haramu. Hapana, sisi tutaendelea kulingania
kulinganiana sisi wenyewe kwa wenyewe Waislamu, na kuwalingania watu wote kwamba zina ni haram na ina madhara makubwa na inarithisha ufakiri. Hadha alladhi naqulu, bila ya kuwachochea watu dhidi ya utawala wao. Watu wabaki na utawala wao wakiwa salama, wasaidiane na utawala wao katika mambo ya kheri. Hadha alladhi yajibu an naqula. Haya ndiyo mambo ambayo ni wajibu kuyasema, na ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaenda Habasha, mtume akamwambia kwamba baada ya kuwa Waislamu wanapigwa, Waislamu wakuwa wanapigwa Makka. Wakati wanapigwa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameambiwa, yani Abdurrahman ibn Auf, na muadhin thumma naqul adhin ya sheikh. Naam, kwa hiyo ni kwamba yani haifai kwa watu kuwachochea raia au kuchocheana wao kwa wao katika masala mazima ya kuivunja amani. Lazima watu wawe na ushirikiano kati yao na serikali zao katika swala zima la kuilinda amani ya nchi yao, hata kama yanatokea baadhi ya mambo, lakini hayo mambo wanaweza kuyapata hali ya kuwa wako ndani ya amani. Lakini kukaa na watu wakachocheana kwamba ilikuwa inatakiwa iwe hivi au iwe vile wa maila dhalika, hilo jambo alifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka, Waislamu walikuwa wanapigwa sana. Waislamu walikuwa wanapigwa sana Makka. Wale waliokuwa huko Makka, akina Bilal wanapigwa, wanasema ahadun ahadun ahad. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita na kuwahusia subira, kama fanyeni subira, mpaka ikatokea Abdurrahman ibn Auf na wenzake wakaenda kwa mtume kuomba kwamba ya Rasulullah, na sisi tunaomba kwamba hawa ambao wanatupiga na kututesa na sisi tuwapige, yani ikiwezekana wale viongozi na wale ambao wanawapiga watu na kuwanyanyasa Waislamu na kuwanyongesha Waislamu, basi sisi tuanze kuwavamia na kuwapiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lam umaru bihadha, mimi sijaamrishwa hilo. Wa inma umirtu bisabhi wa madha wal afwi, isbiru, mimi nimeamrishwa kusamehe, fanyeni subira. Mtume aliwaambia wale waliobakia Makka hawakuhama, basi wabakie pale kwa subira. Lakini wale walikuwa wanateswa Sheikh, wale walikuwa wanapigwa, walikuwa wananyang'anywa mali zao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama angewaambia kwamba na nyinyi mfanye muarada, mwanze upinzani, mwanze kupiga, mwanze kugombana na ule uongozi wenu wa pale Makka, basi hali ingekuwa ni mbaya sana. Hali ingekuwa ni mbaya, watu wasingeweza kufanya baadhi ya mambo yao ambao walikuwa wanayafanya. Kisha Mtume akawa amewaruhusu watu kwamba anayeweza kuhama kuelekea katika mji wa amani Habasha aende kule. Kuna mfalme ni kafiri lakini mwadilifu, watu waende kule Habasha. Wakina Uthman ibn Affan na wengineo, akina Jaafar, wakawa wameenda Habasha. Walipofika Habasha, ili Habasha ilikuwa ni serikali ya kikafiri, ni serikali ambayo inatawala kupitia nidhamu ya Ukristo, yani serikali ya Najashi. Hata kama Najashi alisilimu, lakini alisilimu kwa kujificha, lakini ile serikali yake ile ilikuwa inatawala kwa mfumo wa Ukristo, mfumo kanisa, na ilikuwa inatawala hivyo. Waislamu walipofika kule, akina Jaafar walikuwa wanafanya da'wa, lakini hawakuwa hata siku moja kuwachochea watu dhidi ya serikali yao, au wao wenyewe haikutokea kuwaua wale Wakristo, wale makafiri wa Habasha, naona kwa sababu ya ukafiri wao, bali wao waliishi nao kwa amani, kwa sababu wao wamepewa amani na hiyo nchi, na wao wakaishi kwa amani katika nchi hiyo. Tumeelewana vizuri, kwa sababu wao walikuwa ni kama musta'manun ambao wamepewa amani, wanaishi katika nchi ya nini? Nchi ya kikafiri. Ilipofika time wakawa wamehama
wametoka Habasha wakawa wamerudi Madina baada ya kuwa wamejua kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamia Madina. Kwa hiyo tunapokuwa tumeishi katika nchi ambayo tunateswa, tutaishi kwa subira, na tunapokuwa tunaishi katika nchi ambayo ina amani, hakuna mtu anateswa, tunaishi hivyo hivyo kwa amani. Haifai kufanya chokochoko za kuweza kuiondoa amani katika nini, katika hiyo nchi ambayo tunaishi, sawa sawa ni nchi yetu au ni nchi nyingine ambayo sio nchi yetu. Tumeenda ima kutembea au tumeenda kutafuta maisha, haifai kutengeneza chokochoko za kuweza kuwasababisha wananchi kuweza kuivunja amani ya nchi yao. Yani haifai wewe huko Tanzania ukawashawishi wa Kenya waivunje amani ya nchi yao, haifai. Haifai wewe huko Tanzania ukawashawishi watu wa Burundi au Rwanda au sehemu yoyote waivunje nchi yao, haifai. La yajuz, haifai. Jambo ambalo ni wajibu juu yako ni watu kuhimizana kuzilinda amani za nchi zetu, na kwamba kila mmoja ailinde amani ya nchi yake. Kwa hiyo maneno kuhusiana na amani ni mengi, na sisi leo tumeona kwamba katika halaka ya leo na insha Allah katika halaka inayokuja tutaendelea na at-tariqatu sadisa, njia ya sita. Tumesoma njia ngapi? 5 za kuweza kuilinda amani. Insha Allah wiki inayokuja siku ya Alhamisi tutaelezea njia ya 6 ya kuweza kuilinda na amani, kwamba ili kila mmoja pale atakapokuwa ajue kwamba Uislamu unamtaka, kwamba sio jambo la kwamba ni uchawa au ni jambo kama ndio watetea watu wa aina fulani. Hapana, sisi Waislamu katika maeneo mbalimbali huwa tunaumia sana, pamoja na kuumia sana bado tunakuwa na uwajibu wa kulinda amani na kuhimizana kwamba lazima amani ibaki. Sawa sawa, sisi tunaishi kwa umaskini, tunaishi kwa utajiri, tunaishi kwa shida, tunaishi kwa raha, tunaishi kwa matatizo, tunaishi kwa vyeo, tunaishi hatuna vyeo. Ni lazima tuendelee kuhimizana juu ya swala zima la kuilinda amani ya nchi yetu Tanzania. Amani kwanza, haki zetu baadaye. Tutaziomba haki na kuzitafuta haki zetu hali ya kuwa tu katika amani, sio kuwa yani tuchague haki alafu kisha baadaye tuitafutie amani. Abadan. Wale ambao walikuwa katika nchi zao wanatafuta haki wakaona bora amani iondoke, mpaka sasa hivi amani hawajaipata, au walitumia muda mrefu kuitafuta amani, na mifano ipo mingi. Tutakuja kuona nchi nyingi ambazo waliuvunja amani wao wenyewe kwa mikono yao, wakatumia muda mrefu kuitafuta amani. Yani unaweza kuivunja amani kwa sekunde moja au kwa dakika moja. Hiyo amani iliyovunjika kwa dakika moja mtaitafuta kwa miaka 10 au 20 au miaka 100, bado mnaitafuta amani ambayo mmeivunja kwa sekunde au kwa dakika. Kwa hiyo haya ambayo tumeyasema mashaka wangu tuyazingatie, ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama juu ya swala zima la kuweza kuilinda amani. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.